Bwana Yesu asifiwe. Wakenya wenzangu, tena ninakuja mbele yenu na ujumbe wa leo ni wa kutuhimiza tu sasa tuanze kushukuru. From today, for the next 3 days from today, so up to Friday, the Lord wants us to give him thanks, only giving him thanks. Tunajua katika kila jambo, hata neno la Mungu wetu limetuambia give thanks in all situations, in all circumstances. Give thanks. So on behalf of our nation, Kenya, we are supposed to be giving thanks to the Almighty. We know He is doing something behind the scenes. We cannot know exactly when, but we can feel in the realms of the Spirit there is some breakthrough for the nation, yes. And so we are only giving thanks. Why? We have done that we were to do. We have prayed for the nation. We have lifted it to the Almighty. Tumesha kabidhi nchi mikononi mwake Mungu kwa sababu akaweze na kutusaidia na wale viongozi ametupatia wakafanye makusudi yake. Wakafanye kazi kulingana na makusudi ya Bwana. Kwa hivyo, we are supposed to be thanking God. Kwa sababu wanatuongoza na ndio wanatuongoza. What can we do kama sio kuwakabidhi mbele za Mwenyezi Mungu aliyetupatia? All leadership comes from the Almighty God, yes. And so we are thanking God up to Friday. Na leo ametupatia kuna fast alinipatia kitambo, the very first message. Yeah, this YouTube, my channel. Kuna Matthew 18:18. Kuna watu hawajaelewa the umuhimu wa hiyo fast. That very message we are getting from that fast. If you have done what you are supposed to do, it is already done up in heaven. It is us to do first because we are in the world. Mungu wangu ananiambia it is you who is in the world. Whatever thing you will do there, I will accept it here. I don't know how many will have been accepting my... Okay, wenye wamekuwa kinisikia, wenye wanakubaliana na mimi, lakini neno la Mungu sio tukubaliane. Neno la Mungu ni tufanye vile inavyotuambia. We have no choice. Yes. So 18 natuambia verse 18. Matthew 18:18. Hiyo ndio tunaanza nayo. Ndio tuende kwa ile verse inatuambia sasa tushukuru. Before tushukuru, kwa nini tunashukuru? Whatever thing we have done here on earth, our Father has accepted it in heaven. His word is yes and amen. Yes. It is the only truth we have. Truly, I say to you, whatever thing you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever thing you loose on earth, it will be loosed in heaven. Yes. Ours is to bind and to loose. Then it is done up in heaven. Exactly what we have done here on earth, if we have done it according to the will of God. What is the will of God right now in the nation of Kenya? He wants to use the nation. Have we done what we are supposed to do? Yes. So let us now give thanks to the Almighty because we have done what He wants us to do. Yes. We are also reading from 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18.
5, no, not 18, 16. 5 and 16. Na hiyo ndio ningependa tuisome ya mwisho. Hiyo ndio ningependa tuisome ya mwisho after Romans 8:28. 8:28. No, let us first read 1 Thessalonians 5:18. And we are starting from 16. It is only one, it's like a one sentence, but it is too powerful for us here on earth. Najua nilisema tuko duniani. Wakati nilikuwa namlalamikia Mungu afanye, alikuwa ananiambia wewe ndio uko duniani. Yes, na ni ukweli, ni sisi tuko duniani. So if we have been given the world to have dominion, why are we not having dominion? Because we are not praying according to his will. Now that we have prayed according to his will, we shall see fruits. Yes. So may we read. Rejoice always. Pray constantly. Praying is constantly. Yes. Give thanks in all circumstances. That is very important. Giving thanks. Remember, our Father is telling us to give thanks for the 3 consecutive days from now to Friday. Giving thanks. Yes. Rejoice always. Pray constantly. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Now for us. For you. The Father is telling us, give thanks. Constantly pray. Always rejoice. Even when situations are not permitting us to rejoice. Be happy. Yes. Mi wakati nilijua hakuna jambo naweza jiongezea kwa kujihurumia, na kwanza kujihurumia unajiblock. Kwanza usiwahi jihurumia. Wacha niwaambie wa Kenya. Mtu asiwahi pita situation ati aanze kumon. Yaani unakaa tu hapo hivyo ni kama unakufa. Even when situations are not good, praise, give thanks, rejoice. That is what the word of God tells us. The moment you will do according to the word of God, everything will be running smoothly. And so, acheni sasa tusome the reason as to why we are giving thanks. Because there is a reason as to why we are giving thanks. Do we love God? Yes. Do we know we have a purpose here on earth? Yes. So, the reason why we are giving our Father thanks is only one. See here. Romans 8:28. We know that in everything God works for good. To those who love him. Do you love God? Everything is working for good. Yes. And to those who are called according to his purposes. Hallelujah. Do we know the purpose of God for this nation of Kenya? Yes. Do we know what we are supposed to be doing at this very time? Yes. Are we doing it right away? Yes. Because why? If the Lord has told you to do 1, 2, 3, and you have done it, you are living according to his purposes. And so, everything is working together, is working good. For we know in everything God works for good. Everything is working together for good for us because we love God and we know we have a purpose in his kingdom. So everything is working together for good. Leo ujumbe wetu si mrefu sana, itafika hapo. So mambo na kupea Mungu wetu shukrani, it's a thing of every minute, of every day. We have no choice. Wakenya, ni tushukuru Mungu kwa sababu kuna mambo amesema atatenda. Na Mungu wetu
Sio mwanadamu aseme uongo. Kuna mambo amesema anakuja kufanya katika nchi yetu ya Kenya. Kupitia kwa hao viongozi wetu ndio. Amesema atatenda. Na kwa sababu amesema, he is our father. Anything he says to us, it is a promise and it is yes and amen. That is all what I have taught myself for so long. Kuna wale wamenionyesha message yenye nilipeana juzi kana kwamba the nation is already out of danger. Kuna mtu alinitumia tu hata iko kwa WhatsApp. Kaniambia not yet. Sasa tutaenenda kwa mafikira yetu ama tutaenenda katika matakwa yake Mwenyezi Mungu? Are we going according to our Father's will? What is the will of our Father right away in this nation, Kenya? It is to use the nation of Kenya. So if we are saying that tuko kwa judgment, tutashinda kwa judgment. The moment you know how to remove yourself from judgment, you are not judged anymore. Our Father is a loving Father. Mungu wetu anatupenda. Kama sio hivyo, kwani tungekuwa since 1963 tumefikiria hii nchi imefanya mambo kiasi gani? Kweli tungekuwa kama sio Mungu kutupenda tu. So, we are out of judgment. I'm telling you for free because I know myself. And you know the Lord is looking for one. He doesn't look for opinions. He is looking for one, to use that very one. So kama nimesema inchi iko out of judgment, I know what I mean. I know what is in the realms of the spirit. Yes, the land is out of, unless, and I'll not say unless, because I know the Lord ndiye ameshika moyo wa viongozi. Ametupa viongozi na ndiye anaweza geuza moyo wa kiongozi akafuata njia yake. Yes. So why am I saying that we are out of danger? We are out of danger. We are not judged anymore. There are those who have gone to the courts of heaven concerning this nation. Sasa kama assignment yangu mimi mwenyewe iko intertwined with this nation, nyi mniambie tu nikae nisiombe. Kukosa kuiombea ni kama kukosa tu kujiombea. Mimi mwenyewe nitakwama tu kabisa nisipoombea nchi. Kwa sababu kama assignment yangu itakuja kuanza kama nchi itakuwa out of danger, out of judgment, do you tell me just nikae tu mkiniambia nchi iko katika judgment? Hai. Hapana. We are not giving God our Father instructions. It is him giving us instructions. If he has forgiven us na akatujustify, that is all what we know. Na mimi nimesema kama assignment yako anjaingiana na inji, you cannot know anything to do the nation. I'm telling you, fearing God. If your assignment is not intertwined with the assignment of the nation, you cannot tell us anything concerning the nation and the judgment. Yes. So, kwa wale hatunjashika, hakuna shida. Si tutaona Mungu akitenda. Najua kuna wakati wa Nuhu. Nilisema Nuhu alikuanga tu na majirani. Nuhu kutoka kwa mti, kapasuka hivi akakuja kutoka kwa mti. Alikuwa na majirani. Alikuwa na familia. He had a normal life. Na kuna wale walikuwa wanamuona huyu mwenda wazimu anajenga kitu inatoshana na uwanja ya mpira. Sijui kama wakati huo walikuwa wanajua mambo na kupiga mpira, sijui. Lakini walikuwa nasema huyu anatengeneza hii kitu kubwa hivi sasa. Hata itafloat aje hata kama kutanyesha mvua. Hii kitu itafloat aje. Si itasinki tu kwa sababu ya ukubwa wake. Hawakujua aina ya mvua yenye itakuja. So, walimuona tu aelewi.
lakini hakuacha. Yeye alikuwa anajua walizungumzaje na Mungu. Ndio saa hii mnaona kuna watu Mungu amewazungumzia, wamezungumza na kuwatoa hapo ni ngumu sana. Ni ngumu sana. So kunitoa kuniambia inchi bado iko katika judgment, hiyo ni ngumu sana kwangu kuielewa. Because assignment yangu nimesema iko intertwined with this nation. So kama naongea vitu zangu, wacheni pia tuangalie tuone tungoje. Nimesema all things work together for good to those who love God and to them that are called according to his purposes. We are according to God's purposes. And if we are according to God's purposes and we love him, everything, whatever thing you see working in this nation, whether negative or positive, we are rejoicing because it is working together for our good. Leo sina mambo mingi sana na sitaomba saa hii because I want to pray like without disturbance. Kwa sababu nikianza kuomba hapa, huenda nikasahau nilikuwa nafanya message. Mnikubalie na mnisamee. Yes. So God bless you. As we give thanks, we must give thanks. We have no choice but to give thanks mpaka Bwana Mungu wetu afurahie tumempa shukrani. Yeye chakula yake ni shukrani. Chakula ya baba yetu ni praises, worship, giving thanks. Yes. So tukubaliane wa Kenya, wenye wananielewa, tupatieni Mungu wetu shukrani. Tumpeeni shukrani. Kuna mambo anaendelea na kututendea, ndio kusudi lake katika nchi ya Kenya likatimie. Yes. God bless you. God loves you. God loves you Kenya. He chose you. Na hiyo upungufu wote aliwachagua akawatumia katika huu wakati. Be blessed. Thank you.